Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari. Na ubora wa Uislamu au ubora wa Waislamu ni kwamba linapotokea baya basi wanawaidhiana, wanakatazana, wananyooshana. Ndio msingi wa Uislamu, ndio ubora wa Uislamu, ndio ubora wa umma huu wa mtume wetu. Ubora wake upo linapotokea mwenzenu kafanya baya, basi ubora wetu ni katika ile waidhi, kumuonesha hivi sivyo. Sasa mnapokuwa hamna hilo, nyinyi wenyewe ndio mjiambie kwamba huku tunakopotea, tunakokwenda siko. Kama hatukusimama kwenye huo Uislamu wenyewe, haya leo tuambia khatibu yatakuwa hana maana, kwa sababu ukipotea kwenye Uislamu hutarudi tena kutaka kwa Mwenyezi Mungu. Utarudi utaona wewe mwenye nguvu ni mwenye madaraka, mwenye nguvu utaona ni mwenye cheo, mwenye nguvu utaona ni mwenye nguvu, hutaona kwamba ni Mwenyezi Mungu. Mkifika pahala ambapo mkausahau Uislamu, yatatokea mabaya, badala ya kukatazana watatokea wengine watayahalalisha. Sasa mimi nilisema hili kwa sababu nayaona kwamba sasa maradhi hayo yanatuingia nchi yetu, yanaingia kwenye nchi yetu. Linatokea baya tena, wale tuliotarajia kwamba ni viongozi wa dini ya Kiislamu, badala ya kusema jamani hili baya japo kalifanya mwenzetu, lakini unakuta hamkani katika kulionesha kwamba kulihalalisha na kulipamba lile baya ambalo limetokea, kutaka kulihalalisha na kumuona mbaya anayesema jamani hili kafanya mwenzetu, lakini hili baya, au sivyo, kwamba hili ni baya japo kama kafanya mwenzetu, lakini hili baya silo. Mwenyezi Mungu katufundisha, katupa mifano mingi. Ahli sabti, watu wa sabti waliofika pahala baadhi yao wakageuzwa kuwa nyani. Si kwamba kila mmoja katika waliokuwa nyani, si kwa sababu walikuwa na wao walikwenda kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu wakaenda wakavua, siku waliokatazwa kuvua, lakini miongoni mwao ni kwa sababu hawakuliona baya lile ambalo wenzao walilifanya la kukaidi amri ya Mwenyezi Mungu kwa ujanja. Hawakukataza, na sio tu kwamba hakukataza, lakini hata kwenye mioyo yao wao hakuliona, wakaona hao jamaa wameshakuwa smart wao, badala tumekatazwa Jumamosi kwenda kuvua, wao Jumaa ndio wanakwenda kutia nyavu. Sasa si Jumaa, tunakwenda kwa kama tuenda kuvua Jumapili. Sasa Mwenyezi Mungu mnafanyia ujanja. Kosa lao lilikuwa wengine, si kwamba kila mtu alifanya yale, lakini tunaambiwa miongoni mwao ni wale ambao hawakulikataza lile la kumfanyia ujanja, kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu wa ujanja. Sasa na mimi ninaliona hili linakuja huku kwetu pia. Sasa nchi yetu tumefika pahala, ukitaka kuhalalisha haramu litie kwenye siasa. Ukitaka kuhalalisha kuua wewe litie kwenye siasa. Utaua na utaambiwa halali na utapata watetezi. Waislamu hao. Ukitaka kudhulumu litie kwenye siasa, utadhulumu na utapata watetezi wa dhulma. Ukitaka kusema uongo litie kwenye siasa, utapata watu watetezi wa uongo wako.
ukitaka kurushi litie kwenye siasa, utapata watetezi wa kutetea rushi yako. Jamani, Uislamu ni dhima, Uislamu ni utukufu. Mimi niwaombe sana ndugu zangu, tunakopelekwa tukatae kama Waislamu. Tusitetee rushi, tusitetee dhulma, tusitetee kuua watu, kwa sababu tukumetiwa kwenye siasa. Huko ni kubaya, huko ni kukupamba, sawa na walivyopamba wale watu aliowaonya Nabii Ayub, watu wa Sabti. Like, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.